Allow me, fellow members, to request our former president, the fourth president of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, to come and greet us and say pole. Mr. President. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, Rosemary Asante sana. Nimeshukuru. Thank you. Asanteni sana. Asanteni. Nianze tena niseme Mama Aida Odinga, Rosemary, Junior, Winnie na familia yote ya mwenda zetu, rafiki wetu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto na First Lady Mama Rachel Ruto, viongozi wa nchi za kigeni na majirani ambao wametutembelea kuja kuomboleza na sisi, waombolezaji wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena. Asanteni sana. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti. Agwambo, Jacob, Tinga. Lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Na tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila, na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testimony hiyo yaoneshwa na marafiki tofauti ambao ukienda kumtembelea kwake nyumbani ulikuwa unawakuta huko.
marafiki kutoka kila kona ya taifa letu la Kenya. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. In short, nasema vipi? Nasema hivi: Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Kwa hali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na wenzangu, nawaambia hivi, tunawakumbuka wakina Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga kwa kutetea uhuru wa nchi yetu. Na kila mara tukiimba wimbo wa taifa, tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jasho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali yarudi nyuma. Hatutakubali yarudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa.
Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Wenzetu, sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu, lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, Mama Aida Odinga, na watoto wake Rosemary, Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi, na kwa kumuunga mkono ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote. Yangu ni kusema, ndugu yangu, tuende vyema. Wenzangu, kastori kadogo tu, sio kubwa. Unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tulia kidogo hapo nini, tunapewa kitu kidogo hapo. Kwani mnacheka? Mimi kitu kidogo nasema uji na chai. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema unajua, wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema lakini unajua, I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado tunataka tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo ndugu yangu, nikuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe, na yale ambao umebakisha tutaendelea nayo, na familia yako sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama ndugu. Mungu awabariki familia yako na awafariji na awapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Mr. President. Kwa sasa nilisahau kidogo kutambua uwepo wa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, jaji mkuu Martha Koome, na aliyekuwa makamu wa rais wa zamani Stephen Kalonzo Musyoka
hata yeye yako area. After the end of this ceremony, the security agencies led by the Kenya Defence Forces will make announcements through the military MC